Kanuni ya kwanza, imarisha mahusiano yako na anayekushindia na kukupigania vita yako. Imarisha mahusiano yako na anayekushindia na kukupigania vita yako. Kanuni ya kwanza ya kushinda vita ya kiroho, imarisha mahusiano yako na anayekushindia na kukupigania vita yako. Kumbuka, yeye ndiye akuamandaye, si ndio? Ili kukupigania na kukushindia. Imarisha mahusiano yako. Bwana posifa. Kwa hiyo moja ya kanuni ya kushinda vita ni kuwa na uhusiano na anayekushindia. Kuna mtu amenielewa? Kuna mtu amenielewa? Amina. Amina. Kitabu cha Joshua sura ya 7. Joshua sura ya 7. Mstari wa 4 hadi 14. Joshua 7:4 hadi 14 nasema, basi watu wakaenda huko wapata 3,000 tu, nao wakakimbia mbele ya watu wa Ai. Watu wa Ai wakawapiga watu kama 36, wakawafuatia kutoka mbele ya mlango mpaka Shebarimu, wakawapiga huko kwenye materemko, mioyo ya watu kayeyuka ikawa kama maji. Yoshua akalalua mavazi yake, akaanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana hata jioni. Yeye na wazee wa Israeli wakatia mavumbi vichwani mwao. Yoshua akasema, E Bwana Mungu, kwa nini umewavusha watu hawa mto wa Yordani ili kututia katika mikono ya Waamoni na kutuangamiza? Laiti tungelikuwa radhi kukaa ng'ambo ya Yordani. E Bwana, niseme nini baada ya Israeli kuwapa visogo adui zao? Maana Wakanaani na wenyeji wote wa nchi hii watasikia habari hii, nao watatuzikila na kulifuta jina letu katika nchi. Nao utafanya nini kwa ajili ya jina lako kuu? Bwana akamwambia Joshua, haya, inuka, mbona umeanguka kifudifudi hivi? Israeli wamefanya dhambi, naam, wamelivunja agano langu nililowaagiza, naam, wametoa baadhi ya vitu vilivyoweka wakfu, tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao wakawapa visogo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa. Mimi sitakuwa pamoja nanyi tena msipokiharibu kitu kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Haya, inuka, uwatakase watu, ukaseme, jitakaseni, mwe tayari kesho, maana Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kitu kilichowekwa wakfu kiko katikati yako, e Israeli. Huwezi kusimama mbele ya adui zako hata mtakapokiondoa kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Tumeona hapo kanuni ya kwanza. Kanuni ya kwanza. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Tunaelewana vizuri? Ila unakwenda kupigana vita, Mungu umemwacha wapi? Mungu ndio umemwacha wapi? Amesema yuko ndani yake. Kanuni ya kwanza ya muhimu sana, hakikisha na mahusiano.
Kumbuka tunashinda na zaidi ya kushinda kwake yeye aliyetupenda. Amen. Kwa hiyo yupo anayekushindia. Swali linakuja la msingi, una mahusiano gani kati yako wewe unayeshindiwa vita na anayekushindia vita? Hapa walishavunja mahusiano na awashindiaye, wakaenda wakafikiri yuko pamoja nao, kumbe wako wenyewe. Walimwona jana akiwapigania, leo wanamwona amenyamaza kimya. Waliona jana adui wakiwakimbia, leo wao ndio wanakimbia. Sio ninachokisema? Yoshua akauliza Mungu, kwani shida ni nini? Leo imekuaje? Kaambia hapana, mmetenda dhambi na mimi siwezi nikakaa katikati yenu, siwezi nikawashindia na kuwapigania, kwa sababu kilichowekwa wakfu kipo katikati yenu. Kwa hiyo msipokiondoa, na wewe usipoondoa ule uongo, hutamwona Bwana akikushindia. Mnaelewa vizuri eh? Usipoondoa ule wizi, huwezi kumwona Bwana akikushindia. Usipoondoa ule utapeli, huoni Bwana akikushindia. Anasema msipokiondoa kile kilichowekwa wakfu. Dhambi ni wakfu kwa shetani. Upo? Dhambi ni wakfu kwa shetani. Sasa cha shetani Mungu anakiona kwako, ananyamaza. Watakuja wachawi, watakukalia, watakufanyia vituko vyote, anakuangalia tu. Naomi, nenda kae kule, sio seki yako kule. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu 23:14. Kumbukumbu 23:14 anasemaje? Kwa kuwa Bwana Mungu wako yuwatembea katika kituo kokote, kutolea kwa hiyo na kiwe kitakatifu kituo chako. Kituo chako ni nini? Ni moyo wako. Asije akaona kitu kwako kisichokuwa safi, akageuka akakuacha. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Kanuni ya imarisha mahusiano. Imarisha mahusiano. Asije akaona kitu kwako kisichokuwa safi, akageuka akakuacha. Unaenda kwa Yesu Kristo na waendea. Haya, waendee tu. Swali, yuko pamoja na wewe unapoendea? Na jamani, najua kabisa leo yuko mwenyewe. Ndio mwashika napiga unashika aja kichwa. Napiga unashika aja kichwa. Uko mwenyewe. Yeye haipo. Anaona kitu kisichokuwa safi. Kwa umeenda mwenyewe, umemwacha huko. Ndio maana anatuambia kwenye Zekaria ile, anasema hivi, angalia Zekaria 1. Zekaria 1:3. Zekaria 1:3. Zekaria 1:3. Haya, tumefika pale. 1:3. Basi waambie Bwana majeshi hasema hivi, nirudieni mimi. Nirudieni, asema Bwana, alafu nami nitawarudia ninyi, asema Bwana nani? Bwana asifiwe.
Njoo blaza. Njoo hapa blaza. Jamani, Isaya 10 inasema usiogope. Isaya 41:10. Kwa maana mimi ni pamoja nawe. Lozuko. Taratibu bwana. Anasema usiogope. Kwa mimi ni Bwana Mungu wako, si ndio? Nitafanyaje? Nitakupi. Alafu kisoma basi hapo. Amesema nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu, nikikwambia usiogope. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mungu yuko pamoja na nani? Amesema yeye atatangulia mbele yako kwenye mapigano yako. Wewe uko nyuma, yuko wapi? Ndio maana kwenye Warumi kule, nitakufundisha kule mbele. Anasema wapenzi, msijilipize kisasi. Msijilipize nini? Msijilipize nini? Kuna mtu umegombana naye, si ndio? Unashika naye, anakwambia mwanangu usijilipize. Anasemaje? Ipishe ghadhabu ya nani? Ipishe ghadhabu ya nani? Amesema yeye atalipa. Lakini huyo adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe. Unapomfanyia hayo, amesema unampalia makaa ya moto. Wapi? Kichwani pake. Ila wewe mmegombana kimwili, unajua shetani kamtumia kimwili ili utoke rohoni, kwa sababu rohoni ameshakushinda. Umemshinda rohoni, anakutafuta mwilini. Unahamisha vita ya kiroho unaileta mwilini, na unaanza kupambana kimwili. Mungu apigane vita mwilini. Ndio basi adui yako akiwa na njaa, mimi siwezi kumpatia adui yangu huyu. Akiwa na kiu mpe maji, akiwa na njaa wewe mpe chakula. Usimuone adui kwa jinsi ya mwili. Kwa jinsi ya mwili muone rafiki kabisa, na kikuomba huku mpe. Mimi siwezi kabisa. Mimi siwezi kushindana kabisa. Ushashindwa vita. Ushamfanya adui. Biblia inasema wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Ukishamchukia tu adui yako kwa jinsi ya kimwili, ushashindwa vita. Kanuni ushafeli. Sasa mko na Mungu. Amina. Ndiye kushindia. The moment umedanganya, sawa sawa, na uongo uko wapi? Haya, nenda mapigano. Ingia maombi ya vita. Nenda mapigano. Siwende sasa tunasemaga na waendea na wafuata. Ana kauli moja sema yule mwovu shetani. Endelea. Pigana vita. Tunasema na waendea basi. Ndio utoke sio naenda kwa kupigana vita. Mtakaposogea mapiganoni, anaenda mapiganoni bwana. Wewe nenda. Mimi swala kubaki au kwenda wewe kuhusu wewe nenda mapiganoni. Nenda. Ndio kaenda mapiganoni. Ndani ana nini? Sasa anamwambia Yoshua, mimi sitatoka pamoja na ninyi. Kwa nini? Kwanza mshatenda dhambi, mmevunja agano, kwa hiyo nitabakia huko. Mtakuwa wenyewe. Ndio maana walipoenda wenyewe walipigwa na wakakimbia mbele ya adui zao. Zekaria anatusaidia, anasema jamani, rudi sasa. Nirudieni mimi na nitafanyaje? Nitawarudia. Kwa sababu aliyekuwa kwanza kumwacha mwenzake ni nani? Ni Mungu au ni wewe? Kwa naye takiwa kumrudia mwenzake ni Mungu au ni wewe? Sasa Mungu atakapoona umechukua hatua ya kurudi, tunarudie.
Unarudije? Yeremia 3:13-14. Yeremia 3:13-14 anasemaje? Ungama uovu wako, ya kwamba umemwasi Bwana Mungu wako, na njia zako zimekuwa nyingi kuwaendea wageni, chini ya kila mtu mwenye majani mabichi, wala mkuitii sauti yangu, asema Bwana. Aha, fanyaje jamani? Rudini. Fanyaje? Tunarudije? Ungama uovu wako tu. Upo. Rudi. Ndio maana kabla ya mambo yote anza na nini? Toba. Jitafakari, jichunguze. Usiokaenda kwenye vita peke yako, tengeneza kwanza. Ndio maana sasa kanuni ya kwanza, imarisha mahusiano yako. Kwa muda wote tunafanya check up. Yuko au tumeachana mahali? Yupo au kuna mahali tumeachana? Yupo. Unapombaza kwanza, yupo. Ukiona unageuka kwenye kitanda mtu hayupo, unaweza kumtafuta yuko wapi? Sweetie yuko wapi? My doctor. Kila siku tunalala wote hapa, leo yuko wapi? Tumelala wote jamani saa 4 hapa. Mbona mka saa 8 na papasa simuoni? Yuko wapi? Wewe mzako ashasepa. Nikacheka. Kwa muda wote chunguza. Amina. Amen. Chunguza. Jitafakari. Yupo? Unaelewa? Amina. Usiingie chumbani kulala mwenyewe wakati mmoja sebuleni. Yupo? Uko naye? Joto lipo? Vile wanasema begi yapo. Jamani, ukaamka mabegi hayamo. Alafu nashoka hivi katoka saa ngapi huyu? Usingizi mbaya sana. Kwa la kwanza, imarisha mahusiano yako na nani? Isaya 63:10. Hiyo ni kanuni ya kwanza muhimu sana. Ukishajua umevuruga, rudi. Amesema nirudieni. Una nafasi ya kufanyaje? Rudi. 63 Isaya mstari wa 10. Lakini wakaasi wakamhuzunisha Roho wake Mtakatifu. Kwa hiyo akawageukia, akawa adui, akapigana. Sasa unapigana na naye kupigania.